Karibu sana katika kipindi chetu cha Darajani 1905. Utakuwa na mimi mchambuzi wako Hafidh Nacho, ambaye nitakusaidia kuangazia mambo ambayo yameweza kutokea kwenye mchezo wetu wa Chelsea dhidi ya Everton jioni ya leo, ambayo mchezo umechezwa majira ya saa 10 jioni, na Chelsea tumepata ushindi wa 1-0, bao likifungwa na Nicholas Jackson, assist kutoka kwa Enzo Fernandez. Moja ya mambo ambayo yameweza kunifurahisha kwa siku ya leo ni namna mawinga walivyoperate kwenye flank zote mbili, kwa maana ya flank ya kulia pamoja na flank ya kushoto, bila ya uwepo wa mkufunzi wetu Enzo Maresca, ambaye amekuwa akitumikia adhabu ya kadi 3 za njano, ambapo alipata kadi ya 3 kwenye mchezo wetu dhidi ya Fulham baada ya kufanya ile comeback na kushinda kwenye mchezo huo. Mimi nikiendelea kuelezea kuhusu issue ya namna wingers walivyoperate wa leo. Moja ya mawinga wetu alikuwa ni Noni Madueke na mwingine alikuwa ni Pedro Neto, ambaye alicheza kwenye wing ya kulia, huku Madueke akioperate kwenye wing ya kushoto. Jambo ambalo limenifurahisha kwa siku ya leo ni namna Noni Madueke alivyoonyesha utulivu wa hali ya juu na namna alivyocheza kwenye wing ya kushoto. Ameweza kupiga on target 2 ambazo huenda tungekuwa tunaongea mambo mengine kwa hivi sasa, akitumia mguu wake wa kulia, ambapo wengi huwa tunajua kwamba huu ni mguu wake dhaifu, yani kwa maana ya weak foot. Ila kwa namna pia alivyojaribu kutengeneza combinations na Enzo Fernandez pamoja na Marco Correa kwenye eneo la kushoto kule, kuisaidia timu kusogea juu, kukaba pia pamoja na kutengeneza mashambulizi kuanzia chini. Ila nafikiri Noni Madueke leo alikuwa na mchezo mzuri sana. Jambo lingine ni namna ambavyo Pedro Neto ameonekana kufanya improvement kadri siku zinavyoendelea kwenda. Ameonyesha ule umakini wa hali ya juu pamoja na ile intensity ambayo amekuwa nayo kwa mechi kadhaa ambazo amezicheza kwenye siku za hivi karibuni. Ukiangalia mchezo dhidi ya Fulham anafunga bao zuri. Angalia leo namna alivyosumbua midfield ya Everton, fullback kwa maana ya Mikolenko pamoja na Idris Gana Gueye, ambaye walikuwa wanahangaika naye kwenye wings kule. Kitu kingine ambacho nimeweza kukiangazia leo ni urejeo wa Romeo Lavia, ambaye amekuwa akikosekana kwenye kikosi chetu cha Chelsea kwa kipindi kirefu, ambacho amekuwa akitumikia changamoto za majeraha. Kitu kikubwa ambacho ameweza kukiongeza kwenye mchezo wetu huu dhidi ya Everton ni kuweza kuongeza kile holding play, ambayo amekuwa anaonekana ni mzuri sana kufanya hili, tofauti na midfield wengine. Coach leo alianza na mabeki 4 ambao walikuwa Chalobah, Powell pamoja na Cucurella, ambaye alikuwa anacheza fullback ya kushoto, huku mbavu ya kulia akipewa Moises Caicedo, ambaye alikuwa ndio inverted fullback wetu wa leo, na ameweza kuoperate lile eneo vizuri kwa first half, na baadaye mpaka dakika 61 62 alikuja kupumzishwa Romeo Lavia, ambapo Reece James alipishana naye kuingia. Caicedo akaweza kuoperate kwenye natural position yake ambayo amekuwa akitumikia kwa msimu mzima, na akitoa kitu ambacho wengi huwa tunakitamani kukiona kutoka kwake. Nafikiri urejeo wa Romeo Lavia umekuwa booster kwenye eneo letu la midfield, kwa sababu anaweza kuisaidia timu kukaba, kucheza, kupiga zile passes za kwenda mbele mara kadhaa, na pia kuwatengenezea uwiano mzuri mabeki pamoja na safu ya kiungo kwenye kuzuia pamoja na kushambulia kuanzia chini. Nafikiri kama ataendelea kuwa kwenye position nzuri ambayo wengi tunaitarajia, ataendelea kupata ule utimamu wa mili ambao unahitajika kwa 100%, kwa sababu ukimwangalia kwa mchezo wa leo kweli ameongeza kitu kwenye first 11 yetu, lakini sidhani kama ameonekana kuwa 100% fit, na nafikiri kocha alitambua hilo na kuweza kumpumzisha kwa baada ya kucheza takriban dakika 60 ambazo amezitumikia kwenye mchezo wa leo, na baadaye aliingia Reece James ambaye aliweza kutusaidia pia kwenye engo mbalimbali, kwenye kuzuia na pia kwenye kuanzisha mashambulizi kuanzia nyuma. Ila nafikiri Romeo Lavia ni moja ya vipaji vikubwa ambavyo tunavyo kwa hivi sasa kwenye eneo letu la midfield. Jambo lingine, mimi nimefurahishwa na namna mabaki wetu wakati ambavyo wameweza kuoperate leo. Angalia
kuna namna ambavyo huwa tunatamani kumuona Levi Colwill akioperate. Angalia Trevor Chalobah anaenda kufanya namna fulani kama interception hadi inapelekea goli lile. Angalia namna Colwill kuna muda anafanya ukatili kwenye eneo la mwisho tusiweze kuruhusu bao. Nafikiri kuna namna fulani maturity imeanza kupatikana na ndo vile ambavyo mabeki inabidi wawe. Eneo lingine nafikiri ni eneo la goalkeeping ambalo nafikiri leo itakuwa ni story kubwa huko mitaani, watu wakimzungumzia namna Robert Sanchez ambavyo alikuwa leo kama amezaliwa upya, kwa sababu namna alivyokuwa anafanya zile saves, namna alivyokuwa anajitahidi kutoweka mchezoni kwa mchezo wetu wa leo. Nafikiri imekuwa story kubwa kwa mashabiki wa Chelsea, kwa sababu tumekuwa tukimzoea Robert Sanchez ni mtu wa makosa, akisababishia magoli, akizubaa muda mwingine, lakini leo alikuwa active. Unaona kabisa zile kona za Everton anaenda hewani, Robert Sanchez anachukua mipira ile, anajitahidi kufanya saves zile ambazo zinatuhitaji goalkeeper kama goalkeeper wa Chelsea aweze kuwepo, au kuonyesha kwamba hii timu kweli inahitaji kupambania nafasi zile 4 au 5 za juu ili kuelekea kwenye mashindano ya UEFA Champions League msimu ujao. Kitu kingine nafikiri ni namna eneo letu la mbele ambalo limeonekana kwa siku za hivi karibuni likipungua makali, kwa maana ya Cole Palmer na Nicholas Jackson ambao ndo watu wetu ambao tunawaangalia sana kwenye eneo la mwisho, kwa sababu ndo amekuwa na mchango mkubwa wa magoli kwa misimu ya hivi karibuni, hususani Cole Palmer ambaye kwa hivi sasa na takriban kama sijakosea atakuwa ameenda mechi 16 bila kupata bao, akiwa na assist chache kweli kuwahi kutokea akiwa amevaa uzi wa Chelsea. Ila nafikiri ni vipindi ambavyo wachezaji wengi wao wanavipitia, na inawezekana akarejea kwenye kiwango kile ambacho tumekizoea. Ni swala la kimfumo, ni swala la yeye kutulia na kufanya maamuzi kwa utulivu. Ila Cole Palmer ni mchezaji ambaye hata timu pinzani wakiwa wanaandaa mbinu zao kuja kutukabili Chelsea, nafikiri wanakuwa wanaandaa pia mbinu mbadala ya kumzuia na yeye pia, kwa sababu ni mchezaji ambaye kweli anaonekana hana kiwango bora kwa hivi karibuni, lakini ana uwezo wa kufanya lolote kwenye mchezo. Ila mimi nafikiri kwenye kitu kingine ambacho watu wanaweza kukizingatia ni goli ambalo amelifunga Nicholas Jackson, ambaye amefunga bao lake la kwanza kama sijakosea kwenye uzi wa Chelsea nje ya boxi, akipiga shuti kali sana la chini iliyomshinda Jordan Pickford. Nafikiri kwa mchezo wa leo na namna ambavyo tunaendelea kuoperate kwenye game za hivi karibuni, tunaonekana tunaruhusu mabao, lakini mabao yanaruhusiwa kwa namna ambayo wengi hatusikitishi nazo sana, kwa sababu ni makosa ya kibinadamu muda mwingine, sio kama mwanzo msimu ambavyo ulikuwa unaanza. Ila nafikiri timu ina improve siku baada ya siku, mechi baada ya mechi, ila kwa namna moja ama nyingine unaona kabisa kuna kitu fulani kimeongezeka, identity ya timu inaongezeka na vitu kama hivyo. Ila kwa mchezo wa leo nafikiri Everton walikuja baadaye na majibu baada ya David Moyes kumuingiza Alcaraz, ambaye aliweza kuuliza baadhi ya maswali kadhaa kwa kiungo cha Chelsea, na baada ya kutolewa Romeo Lavia nafikiri walikuwa wanakuja sana, ila baadaye Caicedo baada ya kurudi kwenye natural position yake na kutulia pale kati pamoja na Enzo Fernandez waliweza kutuliza pressure ya mechi na mambo yakawa yameenda vizuri kabisa. Ila mimi kwa namna ninavyotazama mchezo ulikuwa kwa mtindo huo. Mimi ni Paul Kulwa, niko Dodoma. Mechi ya leo ilikuwa ni moja kati ya mechi ambayo Chelsea kwa namna yoyote tulihitaji ushindi. Hapakuwa na option yoyote, maana yake kwa namna tunavyopigania kuingia top 5 I mean. Kwa msimu huu msimu ujao tushiriki kwa ubingwa au mashindano ya Ulaya, ilikuwa ni lazima tupate ushindi na hamna option nyingine ambayo ilikuwa tunayo. Na ndio maana leo kuna namna Chelsea tumecheza mechi ya ushindi, yani ilikuwa ni kwamba haijalishi tutashinda magoli mangapi, lakini lazima tushinde. Ukiangalia aina ya mpinzani ambaye tulikuwa naye ni Everton, ambaye Everton anasifika zaidi kwa kuzuia. Ni moja ya timu ambayo inasumbua sana timu kubwa kupata goli, hasa wakiwa wako ugenini, kwa sababu wanaamini wenyewe hata wakipata hiyo pointi moja ni muhimu kwao. Kwa hiyo leo
Chelsea tulikuwa tumeingia na approach ambayo ilikuwa ni lazima tupate ushindi au tutafute goli, then hilo tukishalipata hilo goli tuangalie namna ya kulilinda ili tuweze kupata ushindi. Na Chelsea leo tulikuwa tumeingia na mfumo ambao ulikuwa unaruhusu tuweze kucheza kwa kushambulia lakini na kuzuia kwa ufanisi. Ndio maana kocha alikuwa ameanza na Moises Caicedo ambaye alikuwa anacheza kama fullback wa kulia, lakini anakuwa na invert kuingia ndani, anatengeneza midfielder wawili wa chini pamoja na Romeo Lavia. Hii ilikuwa inatoa kama numerical advantage, yani idadi kubwa ya namba tunapokuwa tunashambulia na tunapokuwa tunazuia. Ilikuwa inampa uhuru Enzo Fernandez aende juu zaidi akatengeneze nafasi, na hii ni kwa sababu Cole Palmer hayupo kwenye kiwango bora cha kutengeneza nafasi kama ilivyozoeleka. Kwa hiyo ndio maana kocha wetu akaamua aingie na approach ambayo itamruhusu Enzo Fernandez, kwa sababu ni mzuri kucheza kama namba 10, ili atimize jukumu ambalo mara nyingi alikuwa akilitimiza Cole Palmer, na hapo tulifanikiwa namna ambayo tumepata. Ukiangalia goli lilivyopatikana ni watu waliplace then wakampasia Enzo Fernandez ambaye alikuwa yuko juu, akatoa assist kwa Nicholas Jackson. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa Chelsea tulikuwa tumefanikiwa kupata goli. Baada ya hapo ilikuwa ni mipango ya kuendelea kutafuta goli lingine huku tukiendelea kulilinda goli lililopo, kwamba hata kama goli lingine lisipopatikana basi hilo lililopatikana moja liweze kutupatia ushindi, na ndio hicho kilichofanyika leo. Na ukiangalia sasa ndio pale kocha akawa na hiyo plani ya kwamba pamoja na kwamba tulikuwa na uhitaji wa kupata goli lingine, lakini mawinga walikuwa na kazi ya kuja kusaidia fullbacks tunapokuwa tunakaba, hasa kwa upande wa ambao walikuwa anacheza Pedro Neto, upande wa kulia ambao pia alikuwa anacheza Caicedo. Mara nyingi Pedro Neto alikuwa anaonekana anakuja kuzuia kumsaidia Caicedo, ambaye kuna muda alikuwa anakuta yuko katikati, alafu Everton wamepola mali wanakuja kutushambulia, inabidi Pedro Neto arudi haraka sana nyuma ili aweze kusaidiana na Caicedo. Hilo likawa limefanikiwa. Lakini pia moja kati ya silaha kubwa ya leo ilikuwa ni uimara wa safu ya ulinzi. Safu ya ulinzi leo wamefanya kazi nzuri. Ukiangalia namna alivyokuwa anacheza Trevor Chalobah pamoja na Levi Colwill, walikuwa wanafika kwenye tukio kwa wakati sahihi pasipokuwa na makosa ambayo yalikuwa yamezoeleka. Ukiangalia namna ambavyo Chalobah alikuwa anacheza eneo kubwa la beki wa katikati pamoja na eneo la kulia, amezuia hatari nyingi ambazo zilikuwa zinaonekana Everton wanaweza kazileta, hasa kwa sababu Everton walikuwa wanajaribu kupita pembeni, pia njia inashindikana, wanajaribu kupita katikati wanashindwa. Kwa hiyo ilikuwa ni moja kati ya silaha kubwa sana kwa mabeki wetu. Na pia namna pasi za nyuma zilivyokuwa zinaanzishwa, walikuwa hamna pasi ambayo ilikuwa inaanzishwa pasi ya kuchoma kama ilivyozoeleka. Mabeki wetu walikuwa wamekuwa na kawaida ya kuwa na back pass, wanakuwa hawana ufanisi wa kupiga pasi, wanampasia adui. Kuna muda mtu anapiga pasi ambayo hata haieleweki inaenda wapi, lakini kwa leo hilo sijaona likitokea, na ndio maana ushindi ukawa umelindwa kwa hali ya juu sana. Lakini pia mechi ya leo mimi nilichokiona, bado Cole Palmer anaikaba timu, au muoni akipress, au muoni akitengeneza nafasi. Kwa hiyo amekuwa ni mchezaji ambaye yuko na kiwango cha chini sana kwangu mimi, tena hakustahili hata kucheza dakika nyingi namna ile. Alipaswa tu afanyiwe mabadiliko ili aingie mchezaji ambaye anaweza akawa na impact kwenye timu. Leo Cole Palmer hakuwa na impact yoyote kabisa kwenye kuzuia wala kwenye kushambulia. Sijaona akipiga pasi, sijaona akidribble, sijaona akiforce, sijaona akipiga hata shoot on target. Ina maana alikuwa ni kwenye kiwango cha chini sana. Na hii inatunyima nafasi nyingi za kutengeneza, kwa sababu ukiangalia siku za nyuma Cole Palmer alikuwa ni mchezaji ambaye anaongoza kwa kutengeneza nafasi nyingi zisizotumiwa, kwamba alikuwa anatengeneza nafasi nyingi halafu watu hawazitumii. Lakini kwa sasa hivi ni kinyume kabisa na tunavyomtarajia. Pia nitakuwa mnafiki nisipowapongeza mawinga. Mawinga leo wamefanya kazi nzuri sana. Walikuwa wana dribble mpira,
walikuwa wanajaribu kuwasumbua mabeki, hasa ukiangalia leo Pedro Neto alikuwa mzuri sana kwenye 1v1, alikuwa anamsumbua sana ule upande, amefanya dribble nyingi, amepiga on target, lakini pia hata Madueke pia amedribble mara kibao tu, amejaribu kusogeza, yani alikuwa anachukua mpira anajaribu kuforce kama kawaida yake, bado tu hajajua ni wakati mzuri wa kuachia pass, bado anajaribu kumiliki mpira kwa asilimia kubwa ili hali watu wengine wapo kwenye nafasi. Kwa hiyo ni mimi naweza nikasema kwa leo kocha nimpongeze kwa sababu aliingia na strategy ambazo zimeweza kutupatia ushindi. Lakini pia naona kocha bado anafeli kwenye anachelewa sana kufanya substitution. Mpaka unaona timu unaona kuna wachezaji wamechoka, kama Dueka kuna muda unaona amechoka, hana hili, lakini subs zinachelewa. Muda ule ulikuwa ni muda sahihi wa kumuinua Tarki George au Jadon Sancho ili aje ajaribu kuongeza chachu. Pia Romeo Lavia naona amerudi japokuwa bado hajawa imara 100%, lakini amecheza vizuri. Walipopokezana Reece James, pia Reece James alipokuja alicheza vizuri eneo la kiungo na fullback, kama kwenye nafasi aliyokuwa anacheza Caicedo. Na Caicedo yeye kama kawaida kwangu mimi leo alikuwa ni man of the match, pure talent, pure, yani hamna kitu ambacho leo alikuwa anakosea. Kwangu mimi ni hayo. Cha mwisho kabisa kwa leo naweza nikatoa takwimu kwamba wachezaji waliofanya vizuri, wa kwanza ni Caicedo, namba 2 ni Trevor Chalobah, lakini namba 3 ni Nicolas Jackson na goalkeeper wetu. Alafu tunafuatiwa na Maki Kukulela. Wale wanaobaki walikuwa na viwango vya kawaida sana. Asante. Nashukuru sana, karibu sana katika Darajani 1905. Usisahau kushare, kusubscribe kule YouTube pamoja na kulike, bila kusahau kucomment pia kwenye page zetu zote za Instagram, Facebook pamoja na huku Audiomack pia. Nashukuru sana.